Mimi nimeshafuatiliwa, mimi nimepona chupu sana kwenye mahatari makubwa ambayo nikikwambia uenda ukajisikia vibaya. Lakini kuna baadhi ya watu wanafahamu. Mwimbaji wa nyimbo za Injili Cecilia Saleko ameweza kutoa matamshi makali na kutoa taarifa kali kuhusu serikali ya Samia Suluhu. Cecilia katika siku ya leo ameweza kuzungumza wazi na ameweza kusema kwamba hawezi kusimama nyuma ya haki na kwamba atazidi kuendelea kufanya kile ambacho anahisi ni sawa bila kujali kwamba Samia ataweza kumuua ama serikali ya Samia itaweza kumteka, bila kuweza kujali chochote kile ambacho kitaweza kumtokea. Mtazamaji wangu, karibu sana katika kituo chetu. Jina langu ni Presenter Guton. Niko hapa kila siku kuhakikisha kwamba unapata kutaarifika, kuhakikisha kwamba nakusogeshea taarifa ambazo zinatokea karibu ili uweze kuzipata na kuweza kuhakikisha kwamba umefahamika, pia kuweza kuelimika katika masuala ya siasa yanaweza kutokea karibu na nje yako msikilizaji. Kwa hivyo kila ambacho nazidi kukukaribisha kufanya ni kuhakikisha kwamba umezidi kupiga subscription na kuzidi kufuatilia kituo chetu, lakini pia kuweza kushare kanda zetu kwa makundi kadhaa ili tuweze kuhakikisha kwamba familia yetu inazidi kuwa kubwa zaidi. Sasa katika taarifa za leo, mwanadada Cecilia ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili nchini Tanzania ameweza kuonekana katika siku za hivi punde akiweza kusema kwamba hawezi kuinyamazia haki, lakini pia kwamba ana wito wa kuweza kuhakikisha kwamba Tanzania bora inaweza kuonekana. Na kutokana na hilo, Cecilia ameweza kuonekana akipinga maovu yanayoweza kutendeka na serikali ya Samia. Sasa katika siku ya leo, mwimbaji huyu pia ameweza kutokea na kuweza kulia wazi kwa umma baada ya kuweza kufunguka na kuweza kuambia yale ambayo inaweza kuyapitia katika maisha ya kawaida na yale ambayo serikali ya Samia Suluhu imeweza kumpitisha. Mtazamaji, katika mazungumzo ya mwanadada huyu siku ya leo ameweza kusema hivi: ninatafutwa na watu wasiojulikana ili waweze kunidhuru kutokana na juhudi zangu za kuweza kupigana na haki ama kuweza kuhakikisha kwamba maovu yanayoweza kutendeka Tanzania hayajaweza kunyamaziwa ama hayajaweza kufunikwa. Sasa taarifa hizo kwamba mwanadada huyu ameweza kupingana na kile ambacho ameweza kuona kwamba ni madhara yanaweza kufanywa na serikali ya Samia Suluhu yameweza kumsababishia kwamba anatafutwa na watu wasiojulikana. Pia mwanadada huyu ameendelea kusema hivi: jeshi na polisi wa Tanzania liko upande wa rais haramu. Ninaamini kabisa kwamba kuna siku kitatokea kitu Tanzania. Ninaamini kabisa ukandamizwaji na kunyimwa haki ipo siku utapisha na tutapata haki zetu kama Watanzania. Hiki ndio kitu ambacho ninakiamini. Kwa hiyo kama hauoni umuhimu wa kuniheshimu ni sawa, lakini tafadhali usinidharau. Usinidharau kabisa. Kama hauoni umuhimu wa kunipenda ni sawa, lakini usinichukie. Kwa sababu hauna sababu. Kila mmoja afanye kile ambacho anakiona ni sawa kwenye maisha yake. Kila mmoja afanye kile ambacho anakiona kwake kina nguvu. Tusibezane kwa namna yoyote ile. Watanzania tumefika kwenye pointi ambayo ni ngumu sana. Wachungaji wametukataa.
Serikali imetukataa kwa namna moja ama nyingine, hatuna serikali. Jeshi liko upande wa rais Haramu. Yani jeshi, yani wote. Hakuna mtu sasa hivi yuko upande wa raia. Kila mmoja anaangalia tumbo lake. Lakini Mungu kuna watu ambao amewatumia kama mimi ambao wataongea kweli iliyonyooka. Hawa watu hawatategemea mshahara. Lakini Mungu atajua namna kwamba wataishije. Kila mmoja asimame kwenye jukumu lake. Unaloona linafaa kwako, hata mimi kwangu ni upuuzi wakati mwingine, lakini ninakuacha kwa sababu ni maisha yako. Tunapatana msikilizaji, kwamba jeshi na polisi wa Tanzania wako upande wa rais Haramu ambaye ni Samia Suluhu. Na sasa jeshi linatekeleza kile ambacho Samia Suluhu anahitaji kufanyiwa. Kulingana na mwanadada huyu, ameweza kumtaja Samia Suluhu kuwa ni rais haramu na kwamba sio rais ambaye ameweza kuchaguliwa ama kuteuliwa rasmi na wananchi wa Tanzania. Ameweza kuendelea na kusema kwamba mimi ni muumini na mdau mkubwa wa haki na siwezi kufunga macho yangu kwa yale ambayo yanaweza kutendeka katika nchi yangu. Nimepitia mambo hatari sana kwa kuwa na msimamo wangu. Msikilizaji, ikiwa jeshi na polisi wako katika upande wa Samia Suluhu ambaye ni rais haramu, kulingana na mwanadada huyu, inamaanisha kwamba juhudi zake za kuweza kufanya chochote kile hazitaweza kufua dafu, kwa sababu jeshi lipo, polisi wapo kuhakikisha kwamba kila ukizungumza kinyume na serikali unatiwa mbaroni, muda mwingine unapata kutekwa. Na ndio maana mwanadada huyu ameweza kusema kwamba anatafutwa na watu wasiojulikana na kwamba ameweza kuyapitia mambo ambayo ni hatari mno. Lakini pia ameweza kulalamika na kusema hivi: kila mtu Tanzania wenye serikali wana haja na tumbo zao tu. Kila aliyeweza kujihusisha na serikali ya CCM anazungumza kuitetea serikali hiyo kwa sababu ya haja ya tumbo. Lakini kikweli kabisa serikali ya CCM haijaweza kutambuliwa na Watanzania na kwamba ni haramu na haikuweza kuteuliwa na Watanzania. Lakini pia mwanadada huyu ameweza kusema hivi: wachungaji na mashehe wako bize kwenye bahasha Tanzania. Kwa hivyo pia ametudokezea kwamba viongozi wa kidini, mashehe na vile vile viongozi wote wa kidini kwa jumla wameweza kupewa bahasha za kuweza kuhakikisha kwamba wananyamazia uovu ambao unaweza kutendeka katika nchi ya Tanzania. Katika siku za hivi punde, msikilizaji, tumeweza kuona baadhi ya viongozi wakiweza kutokea wazi, baadhi yao kuitetea serikali na baadhi yao kupiga vita ujinga ulioweza kuonekana kutokana na matendo yaliyoweza kufanyika na serikalini ama katika viongozi wa serikali. Lakini pia siku chache baadaye wameishia kutuliwa viongozi hao. Ina maana kutulia kwao, bahasha ile imeweza kufanya kazi na sasa kelele zimepungua. Mwanadada huyu ameweza kuzungumza wazi na kusema kwamba ana wito rasmi wa kuweza kuhakikisha kwamba
anapigania haki na kwamba Tanzania itakuwa huru siku moja. Mtazamaji wangu, zidi kuachilia maoni yako kwenye comment section, lakini pia zidi kutufuatilia kwa faida ya kuendelea kupata kutaarifika na kupata kuelimishana katika masuala ya siasa yanayoweza kutendeka katika nchi zetu.